Sasa kabisa Patenus, mimi ni anze tu kwa kusikia labda mtazamo wako kuhusiana na masuala haya ya matamko ambayo yanadaiwa ndani yake kuwa na viashiria vya kuweza kuchafua taswira ya nchi yetu upande wa kimataifa. Wewe swala hili Patenus unaweza kulieleza namna ipi? Asante sana. Kwanza niseme ni masuala nyeti sana haya ambayo yanahusisha nchi, yanahusisha taifa na yanahusisha serikali kutoa kauli. Kwa hiyo ni masuala ya msingi sana kwa sababu yanatafsiri uwezo wetu wa ndani, lakini vile vile yanatoa dira ya sifa na uwezo wa taifa kwa ujumla, watu waliomo, vyombo vyao vya dola vilivyo na jinsi ambavyo vyombo hivi vinahusianishwa. Kwa hiyo kumbe si swala tu dogo, ni swala kubwa, na hivyo si swala tu la kuamkia, ni swala la kuchukua kwa tahadhari sana. Na hasa tunapokuwa tunahisia na fikra ambazo zinaeleza kwamba hiki kinachofanyika au hiki ambacho tunatuhumiwa nacho kimejifunga katika mgongo wa kile tunachoweza kusema kwamba ni vita ya kiuchumi. Kwa hiyo kumbe ni msingi sana watu wakaliangalia kwa jicho la tofauti. Na si katika jicho la kusikia tu na kusema basi imekuwa hivyo. Kujihoji maswali ya msingi kwamba hiki kinachosemwa ni cha kweli, tuna ushahidi wa ndani na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo ni jambo ambalo naliona linahitaji uweledi mkubwa, lakini vile vile linahitaji uzalendo mkubwa kulidadavua, na linahitaji kuielewa taifa hili, kulielewa kwa ukweli, lakini vile vile na kuelewa mataifa yaliyotuzunguka, uchumi wa dunia, siasa za kidunia, na kujiona sisi tuko wapi katika dunia nzima, na sisi ni sehemu ya mfumo wa dunia. Kwa hiyo hatuwezi tukajiangalia kama kajisehemu kamoja tu, tunatakiwa tujiangalie kwa ujumla wake kama mataifa mengine duniani yalivyo. Patenus, yanapotokezea matamko kama haya au mambo ambayo yanaviashiria vya namna hii yenye tafsiri ya kuweza kuleta masuala ya mchafuko katika nchi yetu, serikali inatakiwa kujibu kwa namna gani, ama inapaswa kuweza kuchukua hatua zipi hasa? Kwanza ambacho kinatakiwa kueleweka ni kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania haitakiwi kujiangalia katika vipengele. Inatakiwa kujiangalia kimfumo kwa ujumla wake. Sasa tumekuwa na ugonjwa mkubwa wa kuiangalia serikali inajitazama katika vipengele, yani katika wizara, katika mikoa, katika wilaya. Yani sasa hilo ni tishio kwa uzima wa mfumo, kwa sababu mfumo sifa yake ni kwamba hivyo vyote viwe pamoja. Sasa unapoanza kuviangalia kimoja kimoja inaleta tatizo, na hili ndilo ambalo linaweza likasema kwamba viongozi wetu wengi wanahitaji kurudi kwenye darasa la system thinking, mfumo, fikira ya mfumo, kwa sababu ukiwaangalia kauli zao na matendo yao kimsingi ni kama vile wanaiangalia serikali katika vipande, na hili linaifanya serikali isionekane kwa ujumla wake. Nitakupa mfano. Ukiliangalia gari katika injini, ukaliangalia gari kwa kuangalia gearbox, ukaangalia gari kwa kuangalia tanki ya mafuta, utapata maana ya gari. Lakini unapoliangalia gari ikiwa na maana ya vipuli vyote hivyo na vilivyomo kuwa sehemu moja, ndio inapata sifa ya kuwa mfumo. Na hivyo kumbe mfumo sifa yake kubwa hauwezi ukatenganishwa na hizo parts. Kwa hiyo kumbe yoyote anayeangalia atakiwa kuangalia kutoka kwenye kupunguza vipengele hivyo. Hiyo tunaita reductionism, kwamba usiipunguze, kwa sababu uwepo wa mfumo ndio unaofanya tabia kuu ya mfumo kuwa mfumo. Ila hivi vipengele vyote ukivinyofoa havina maana. Kwa mfano gari peke yake, ukizungumzia engine. Patenus, nitarejea kwako. Tunaamini uko sawa sawia ukiwa unaendelea kutusikiza kwa yale ambayo yanaendelea hapa ndani. Jana tulizungumza hapa, tulikuwa na mjadala kidogo kuhusiana na masuala ya kukumbuka asili zetu pamoja na kuthamini zile tamaduni zetu. Tulizungumza mazuri kabisa mengi ambayo wengi na mimi niliwakumbusha kuhusiana na masuala haya ya asili zetu na tamaduni zetu. Hivyo basi
baadaye hivi nitakuja kuyazungumza, ama tutakuja tena kujikita katika mjadala wetu mzuri kabisa huu na makini, leo tukihusisha zaidi kuhusiana na suala zima la miti shamba, kwa namna ilivyokuwa ikitumika enzi hizo na kusaidia katika maradhi hapa na pale. Kwa hivyo uka tayari kuweza kuja kuyasikia mengi kuhusiana na hilo, lakini pia nawe pata nafasi ya kuweza kujiuliza, kujitafakari pia juu ya kwamba kuna kauli nyingi ambazo huwa zinasemekana katika kipindi cha miaka hiyo, na hasa moja kwamba watu walikuwa wako strong kweli, yani walikuwa na nguvu kutokana na vyakula na matumizi ya miti shamba namna hii. Swali ambalo mimi najiuliza, ama nawe ningependa ujiulize, kwamba miti shamba ilikuwa ni siri yao, ama ilikuwa ni sehemu tu ya maisha yenye nidhamu, utulivu na kuheshimu zile mila na desturi zetu? Hebu tujiulize hayo, na kama vile kuna mengi zaidi ambayo ungependa kuchangia kuhusiana hili, basi utatuandikia ili tuweze kufahamu tamaduni asili zetu juu ya masuala haya miti shamba. Nawe pia kama una maoni yako hayo, basi usiache kudondosha comment zako. Dakika 32 hivi sasa tunazidi kusonga mbele hapa ndani. Niko na Patenus Niegira, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, tukiwa tunazungumza hapa juu ya yale ambayo yanaendelea hivi sasa, mataifa mbalimbali yakionekana kuleta jambo ambalo kidogo lina taswira tofauti, kama ikilenga kuchafua yale ambayo yaliyopo nchi yetu katika upande wa kimataifa. Kwa hivyo tunazungumza hapa, Patenus alikuwa na tueleza kuhusiana na namna ipi serikali inapaswa kuweza kujibu, yani, ama kuchukua hatua za namna gani. Ukawa unakamilisha hapa. Ndio nilikuwa bado najenga msingi wa kusema serikali ifanye nini, na ili uelewe msingi huo lazima uitazame serikali kama mfumo, isitazamwe katika kipengele kimoja, kwa sababu ukitazama serikali katika kipengele kimoja, hata anayeenda kuisemea serikali hiyo unaweza ukakuta anaisemea katika udogo badala ya utimilifu wake. Kwa hiyo kutokana na hilo anatakiwa iangalie serikali katika mfumo mzima, mahusiano yake, sababu zake na mrejesho. Kwa maana hiyo basi, mawasiliano ya serikali katika kujibu hili yanaweza yakawa na ngazi 6. Ngazi ya kwanza, lazima uelewe mfumo mzima. Na katika kuelewa mfumo mzima kuna mambo kama 4. La kwanza, hoja inayotolewa, tunaweza tukauliza, inayotolewa na hasimu wetu inatokana na nini? Hilo ni swali la kwanza ambalo yoyote yule anatakiwa jiulize katika kuiangalia serikali kama mfumo mzima. Hiyo ni hoja ya kwanza. Lakini hoja ya pili, ina maslahi gani nyuma yake? Hili wanalolisema lina maslahi gani nyuma yake? La tatu, unasema, je, swala hili lina ukweli wa ndani? Hiki ambacho wanatusema kina ukweli wa ndani? Kuna ushahidi wa kimataifa? Kuna mchanganyiko wa chochote, au ni mchanganyiko wa vyote hivyo tunavyovizungumza? Na la mwisho, ni athari gani kwa usalama wa nchi, kwa uchumi na uzalishaji? Hiyo ni hatua ya kwanza. Lakini hatua ya pili, hii hatua ya kwanza itaisaidia serikali isiingie katika hisia, isiingie katika mkwamo kwamba unaingia kwenye mtego wa adui yako, kwa sababu adui yako anajitahidi ya kuchokonoe, na unapoanza kuzungumza adui yako anajua wewe una weakness kiasi gani, udhaifu wako uko wapi, ni vitu gani unajisifia navyo, kusudi aweze kuvizingira. Kwa hiyo unapoamka tu ukatoa tu tamko, ukaanza kuzungumza kwamba tutafanya 1 2 3, unajua kumbe hiki ndicho anachojidai nacho, ndicho anachojisifia nacho, wanakuja na njia nyingine. Kwa hiyo kumbe inabidi uliangalie. Hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili, lazima kutenganisha ukosoaji na tishio la uhuru wa nchi. Maana kwetu tunachanganya ukosoaji na tishio la uhuru. Kwa hiyo kama unaweza kutofautisha mambo hayo mawili, tishio la uhuru na ukosoaji, itakusaidia kujua hili ni la kisera, na kama hiki wanachokisema ni cha kisera, je, sera yetu ikoje? Ni sera nzuri ambayo imepitishwa ndani ya taifa letu na inaeleweka na imewahi kuelezwa vizuri na imezaa matunda? Kama sio cha kisera, ni cha kiuchumi, tuna nini la kiuchumi? Kama ni masuala ya utawala, utawala bora na masuala ya haki za binadamu, mnaingia kwamba je, hali ikoje? Na haya yote yana ushahidi kama nilivyosema kwa juu kule. Kwa hiyo kumbe ni msingi huo ni msingi wa pili. Lakini msingi wa tatu, lazima kuwasiliana kwa uwazi na wananchi,
kwa sababu wananchi ni sehemu ya mfumo na ni daraja kubwa la serikali. Ili serikali iweze kustawi, daraja lake kuu ni wananchi. Je, wananchi wanaielewa serikali inachokifanya? Je, wananchi wanaungana na serikali yao? Je, serikali imeeleza msimamo wake kwa uwazi kwamba tunachukua msimamo huu kwa sababu ya 1, 2, 3, 4, 5? Je, wamefanya hivyo? Na je, wanaeleza kwa njia za kuleta umoja au kwa njia za kuleta mafarakano? Nitasema hii kauli unaweza usiipende, lakini ukisikiliza mara nyingi kauli za viongozi wetu zinatushawishi tuwapinge badala ya kuwaunga mkono. Ni kitu kinachoniuma. Viongozi wetu walio wengi, ukisikiliza kauli zao zinatushawishi tuwapinge badala ya kuungana nao. Kauli kama zipi ukizitazama Patrick? Kwa mfano kiongozi anasimama na kuambia, anasema kwamba kuna mtu mmoja alikuwa analalamika kwamba hospitali haina vifaa. Ni mfano tu. Na alitaka kujifungua, nikamwambia aende akutane na mume wake, atafute mkasi, amzalishe. Kauli hiyo yani inatushawishi tumpinge huyo kiongozi. Sio tuungane naye mkono. Yawezekana ndio alitaka kusema kwamba kuna mapungufu tu ya kawaida ambayo tunatakiwa kuyavumilia, lakini namna anavyosema ni namna ambayo inakushawishi ufanye. Zipo kauli nyingi sana. Kwa hivyo viongozi wetu wanakosa ule utashi wa namna kutamka ama kuwasilisha jambo kwa raia. Nitakupa mfano mwingine. Kuna mkuu mmoja sasa hivi ni mtu wa juu sana, ni kama ngazi ya 3. Watu wakasema, jamani, hizi tozo mbona tuzielewi? Akasema asiyezitaka aende Burundi. Ni mifano ambayo inakushawishi umpinge na sio kumuunga mkono. Sasa ziko mifano mingi sana. Umetueleza vizuri vigezo vile ambavyo pengine serikali umevimaliza kwanza 6 vyote, si ndivyo? Hapana, naingia kigezo cha 4. Kutumia nguvu ya hoja badala ya lugha ya adui pekee. Yaani tusijikite katika adui anaongea nini, na kwa kuwa ametutukana adui au ametuambia lililo baya, basi na sisi tunazibuka, tunaanza kumwambia adui 1, 2, 3. Sisi tunatakiwa kuendelea na hoja zetu. Ni kitu gani anatutuhumu adui wetu, na hichi kitu ambacho anakisema ni vipi? Lakini hoja ya 5 ni kuchunguza kwa undani. Ndani ya mfumo tujichunguze kwa undani. Ni kitu gani kinajitokeza? Ni mambo gani yanatokea? Na je, haya mambo yanayojitokeza haya ni ya kweli? Ni wapi tunafanya kisicho? Na la mwisho tunaweza tukasema kutengeneza uwezo wa kujitegemea. Kwa sababu masuala mengi yanatokana na uwezo wa kifedha, nguvu za kifedha. Na mataifa haya wanayosema kwamba yanaleta chokochoko na vita ya kiuchumi, yanatokana na kwamba sisi uwezo wetu wa kifedha ni mdogo, lakini kwa wakati huo tuna rasilimali nyingi za asili ambazo mataifa haya yaliyoendelea na mataifa yenye nguvu yanaziona ni rasilimali ambazo mtu huyu akiwa na uwezo kama wa kwetu tutashindwa kuzipata kwa urahisi na kwa uwepesi. Kwa hiyo ni vizuri watu tukajenga uchumi, lakini hayo yote 6 unapokuwa unayaangalia, yoyote ndani ya serikali anaweza kuamua kwamba katika swala hili sina haja ya kulitolea tamko. Na wakati mwingine ni muhimu sana kutozungumza inapokuwa masuala haya yanayoendelea. Na niseme moja ya changamoto serikali hii ilionayo ni kutaka kujibu kila kitu kinacholetwa ndani ya aidha mitandao na kinacholetwa kwa umma. Ni kutaka kujibu hilo. Kumbe wanaweza wakatumia upenyo huo kuibuka na kusema mengi na hivyo kushika udhaifu wako. Kwa hiyo serikali inatakiwa kujiangalia namna yake. Tumemsikia Rais Dr. Samia jana akizungumza na kutamka dhahiri kabisa kwamba kuna baadhi ya ajenda hizi ambazo zinapenyeshwa ndani kwa ajili ya kuatia sumu vijana ili kuweza kuchukia yaliyomo nchini mwao na kujenga taswira mbaya katika mataifa ya kigeni. Unadhani alizingatia kati ya haya 6 ambao umezungumza na ilikuwa sahihi? Kama mkuu wa nchi, hata yasipokuwepo haya 6, yeye anatakiwa kutoa tahadhari ya vitu vingi. Ila wale ambao wanashuka kutekeleza tahadhari anazozitoa ndio wanaotakiwa kuwa na hekima kuliko hata yake. Utanisamea kusema hivyo, kuliko hata yake. Kwa sababu hao wanaoenda kutekeleza ndio wanaoweza kujenga au kubomoa. Kwa mfano,
kuna kauli tayari imeshatoka ya serikali dhidi ya documentary iliyotolewa na chombo cha habari. Kwa utimilifu wa taifa letu, vyombo vya habari ni sehemu ya mchakato, ni sehemu ya ngazi tatu. Serikali, vyombo vya habari, wananchi. Vyombo vya habari viko pale katikati. Kwa hiyo kuna vyombo vya habari vya magharibi na vyombo vya habari vya ndani. Namna ambavyo unataka uonekane katika sura ya kimataifa, vyombo vya kimataifa, inategemea na jinsi ulivyojenga sura ya vyombo vya ndani. Kwa hiyo kumbe unapokuja kuikosoa taarifa ya chombo cha nje, mfano, unatakiwa kuwa na ushahidi mkubwa sana wa namna ambavyo undani wa vyombo vyako vinavyohusiana na hizo ngazi tatu, upande wa serikali na upande wa wananchi. Sasa pale serikali inapokuwa na nguvu kubwa kwa vyombo vya habari ulegea, uzama chini yake, na huko wanavutwa na wananchi. Wananchi kuna chakula wanachokitaka, kuna habari wanayoitaka. Kwa hiyo na chombo cha habari kisipokuwa makini hapo kati, kinaweza kikaingia mgogoro huo. Sasa serikali yenyewe inatakiwa kubalance kati ya chombo cha vyombo vya habari na wananchi. Maana hapa ndio mzizi mkuu, kwa sababu wananchi ndio wanaounda serikali na ndio asset kubwa ya serikali zote duniani na taifa kwa ujumla. Kwa hiyo usipokuwa umeliangalia hivyo, linaweza likakuletea shida. Sasa unavyoangalia majibu ambayo yanatolewa na, kwa mfano, msemaji mkuu wa serikali, samani kusema kwamba it was unnecessary, sio lazima. Haikuwa na ulazima wa kujibu hicho chombo cha habari. Kwa nini haikuwa lazima, Patenus? Wakati kuna hoja ambayo inazungumzwa dhahiri kabisa na kuelezwa kwamba baadhi ya vyombo hivyo vya kimataifa hutumika katika kueleza yale mabaya tu yaliyoko katika nchi zetu za Afrika na si mazuri tulionayo. Unakubaliana na hili? Ni swali gumu nalo niuliza, lakini naomba tutafakirishane kidogo. Adui yako mara nyingi katika sanaa za mapambano wanasema muaminishe. Ukisoma kitabu kinaitwa Sanaa ya Vita, The Art of the War, wanakuambia muaminishe adui yako kwamba uko mbali wakati uko karibu, na muaminishe adui yako kwamba uko karibu wakati uko mbali. Na tunasema unachokizungumza, hata rais alitoa mfano huo jana, unachokizungumza kinakuwa sehemu ya moja ya hatua unazotaka kuchukua. Sasa mara nyingi katika mambo haya yanasemwa makusudi tu, tujue hivi huyu anafikiria nini, ana uwezo kiasi gani, amejipanga kwa lipi, ni zipi aseti zake, tuweze kuziona na kuzikabili. Kwa hiyo na ndio maana nikasema serikali hii kwa hiki kilichojitokeza tarehe 29 na mengine yanayoendelea, inahitaji hekima sana ya kunyamazia mambo mengi kuliko kuyatamka. Kwa sababu ukiyatamka tu wanajua kumbe huyu yuko hapa. Kwa hiyo ukisoma kwa mfano ile kauli ya msemaji mkuu wa serikali, unaweza ukabashiri kwamba wanataka kupiga marufuku BBC, wanataka kupiga marufuku chombo hiki cha habari, wanataka ukichukulia hatua hii. Lakini wanasahau kwamba chombo hicho cha habari kimaajiri wa Tanzania wako hapa wengi, hata wakiwa watatu. Sisi katika ajira zetu mtu mmoja anategemewa na watu karibia 7-10. Sababisha ongea mengi sana hapa. Patenus, kwa hili uliokuwa unanieleza, mfano ungekuwa kwenye kiti cha msemaji wa serikali, swala hili wewe ungelinyamazia ama ungelizungumza? Ningelinyamazia. Yani ningewaambia, mimi kama msemaji wa serikali ningemwambia Mheshimiwa Rais na vyombo vyote, ili hatutakiwi kulipa nguvu yoyote, kwa sababu tukilipa nguvu tayari tunaamsha kile ambacho kilishaanza kutulia. Kwa hiyo maana sasa hivi nimekwambia, ukisoma ile majibu ya msemaji mkuu wa serikali, ni dhahiri watu wanaanza kupreempt kwamba huyu ataenda kufungia hiki chombo, au atakipa onyo, au atafanya hivi. Na kwa kuwa empirical imeshatuonyesha kwamba wakisha sema hivyo chombo fulani wanakifungia, athari watu wale walioko kwenye hiyo taasisi wanaanza kujiangalia, tutaenda wapi? Kwa hiyo unaweza kukuta kwamba ndio unaanza kuwaamsha hata wao waanze kufuel crisis zinazoendelea. Kwa hiyo unafikiri unapigana na ile chombo kubwa, kumbe chombo kubwa kimeshamaliza mambo yake, kinawaacha nyinyi mpigane, kwa sababu kifunga BBC kwa mfano hapa Tanzania, BBC itaendelea.
na itaipata taarifa popote pale. Kwa hiyo ndio maana nikasema kwamba katika zile hatua 6 kwamba lazima ujihoji masuala ya msingi, nini kiko nyuma yake na kinataka kuonyesha nini. Sasa tayari hali inaendelea namna hii. Ndiyo. Na serikali imeshaona kwa jicho lao, maana yake mpaka kutamka ina vile viashiria kwa upande wao walivyoviona kwamba haviko sahihi, na kwamba kuna baadhi ya watu ama vyombo vikiwa vina tumia nafasi zao katika kuichafua Tanzania. Na serikali tayari imeshazungumza. Tumemsikia msemaji mkuu wa serikali, tumemsikia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akizungumza, na hata amesema wazi kabisa kwamba haya makundi ambayo yanaleta ajenda za kupotosha vijana na kuwafanya pengine kuatia sumu ndani yake. Jana tumemsikia kitamka haya, na nilikuuliza pale mwanzo, kwa hichi ambacho kinaendelea, kwa majibu haya ambao wameajibu, tunaiweka ama wanaiweka serikali yetu katika nafasi gani? Nafikiri Samira, tusichanganye kile alichokisema rais jana kuhusiana quote in quote kinasema sana vita ya kiuchumi ambayo tutazungumza, na kauli ya ile tunaita documentary ya BBC. Tukiviweka vyote katika kapu moja na tukavitolea jicho moja, tunaweza tukajikuta kwamba kile alichokuwa na kisema rais kinaingia katika kukinzana na chombo cha habari kiitwacho hicho kilichofanya. Sawa, hiyo inafahamika, lakini matamko haya yote manake yanajibu kuhusiana na vyombo wenzetu ukiacha vyombo vya habari, lakini mataifa wenzetu wanaonekana kutia chonza hapa ndani. Na hata ukisikiza kauli ya rais, ni kwa sababu tu ya namna hiyo kuonekana kuna baadhi ya watu wanatengeneza zengwe kupitia makundi ya vijana, kutumia hata taasisi mbalimbali. Tulisikia hapa matamko ya watu ambao walikuwa wanaitwa wanaoitwa nani hawa, jina mbona linataka kunitoka, wanaharakati. Umeona, wanaotumika katika kuchafua vitu vya namna hii. Kwa hivyo hizi zote ni kauli ambazo zinalenga watu ambao hawako ndani ya Tanzania, wakiwa na dhamira moja tu ya kuichafua nchi yetu. Mimi napenda tuiangalie kwa utimilifu wake. Yani unajua ukiangalia jambo moja kivyake unaweza usipate majibu vizuri. Kwa hiyo unatakiwa kuiangalia kama mfumo. Na narudia kusema kwamba ni msingi sana sasa hivi kufikiri kama mfumo, kama jamii moja, na sio katika vipengele kwamba hii ni serikali na rais, huyu ni msemaji mkuu na kadhalika. Sasa mimi ninachotaka kusema katika swali lako hili unalolisema ni kwamba dhana ya vita ya uchumi ni kubwa na pana. Hiyo ni hatua ya kwanza, lakini hatua ya pili, kushughulikia yale ambayo tunayaona kwamba yanaweza yakatuchafua, ni hatua nyingine ya pili ambayo haihitaji mkakati sawa na ule ambao unapambana na vita vya uchumi. Kwa sababu kupambana na vita vya uchumi kuna mambo marefu kidogo, kwa sababu vita vya uchumi tunasema inatumika zana ya kiuchumi, silaha ya kiuchumi kuliko silaha ya kivita katika kuathiri, kuzoofisha, kudogosha, kubadilisha tabia ya nchi na vinginevyo kwa misingi ya kisiasa, kimkakati na kijeshi. Na ina ngazi kama 6-7. Mojawapo ilikuwa ni swala la kunyimwa mikopo, misaada, kutokana na kwamba misaada hiyo inaambatana na lugha labda ya kiuchumi kwamba hatukupi mpaka ufanye hiki. Kwa hiyo ukitaka kuielewa vizuri vita ya kiuchumi ni kwa wale waliokuwepo miaka ya 70-80 tulipokuwa tuna ujamaa, ilikuwa inatumika kabisa kwamba lazima ubadilishe sera zako za kiuchumi. Mabenki yako yananyimwa kutumia mfumo wa fedha ya dunia na mengineyo yanaenda. Kwetu sisi hapa tuko katika kapengele kamoja kakunyimwa misaada, kwamba misaada fulani hatutawapa kwa sababu kuna kitu fulani ndani ya taifa lenu mmekifanya, na kitu hicho ni cha haki za binadamu. Sasa sisi kama nilivyosema, ili linaweza kuchunguzika ndani mwetu, tukaliangalia kwa hoja ile ya kwanza, ya pili ndio kuambia sisi ndani hili linalosemwa lipo halipo, na kama lipo kwa uzito kiasi gani, ni huu unaosemwa au wametia chumvi. Sasa sisi tuje na ushahidi wa kuonyesha kumetiwa chumvi, sio kuja na ushahidi na kitu kinachosema tutachukua
kuchukua hatua dhidi ya watu wanaosema uongo au wanaofanya hivi. Hapana, wote hapa. Mheshimiwa Rais waliwahi kusema kwamba watu wanakula zaidi ya kamba urefu wa kamba yao. Aliwahi kusema jambo la aina hiyo. Lakini hatuwezi tukauana. Na ndio maana nasema masuala haya tuyaangalie kwa mapana sana. Kwa mapana sana. Tusiangalie tu kwa vipengele. Tuangalie yana athiri nini. Mimi nafasi ya serikali naielewa. Na serikali haitakiwi kunyamazia haya mambo, lakini haitakiwi kukurupuka. Hilo la kwanza. Lakini la pili, haitakiwi kufanya tu, inatakiwa kuangalia vitu vingi sana. Kwamba hivi tunaponyanyuka na kusema mtu huyu hajatusikiliza sisi, kwa hiyo alichokisema sicho. Alafu hiyo ikatumika kama bezi ya kwamba anachafua taifa. Tukaachana na subject kubwa ambayo inaonekana kwenye ile documentary iliyokuwa inamzungumzia bwana mmoja, na bwana mmoja ni kweli wanamsema kila kukicha. Kwa hiyo kumbe tutakuwa tunaingia vita kubwa ya kuanza kuleta uchokonozi wa mambo mengi ambayo yanaleta shida. Kikubwa mimi nazungumza kwamba tunapozungumza swala la vita ya uchumi tuliangalie kwa maslahi mapana ya kitaifa, lakini na sisi tusilitie chumvi sana na tusikubali litiwe chumvi sana. Tuliangalie katika mizania ya tabia zetu za ndani. Lililotokea Oktoba 29 ndio lilizungumzwa katika muonekano wa namna hii kwamba huenda kuna watu waliokuja kuifanya kazi yao kwa kuwatia vijana kama ilivyozungumzwa, kuwatia zile fikra potofu, sumu na wakaiweza kuingia barabarani na kufanya yaliyofanyika kwa namna tulivyosikiliza, na ilielezwa vizuri kabisa kwa mujibu wa wao walivyoyaona na kuyachunguza. Haya yanazungumzwa hivi sasa Patenus, ambapo inaonekana bado kuna ajenda za namna hiyo zikiendelea kupenya kidogo kidogo ndani ya nchi yetu. Kwa kukaa kimya na kupuuza masuala kama haya, hauoni kwamba pengine kunaweza kutengeneza kitu cha tofauti zaidi? Mimi naposema kukaa kimya simaanishi tunapuuza. Na imaanisha tusimpe adui nafasi ya upenyo wa kutujua kwa ndani. Hilo la kwanza. La pili, si kweli sana kama kauli unavyoisema kwamba kilichotokea tarehe 29 rejea ya Jaji Chande imetueleza mambo matano makubwa kama vyanzo. Matano makubwa kama vyanzo. Katika hayo mambo matano, katika moja kuna kasehemu kanazungumzia mataifa ya nje. Sawa? Kasehemu. Lakini vilivyobaki vinatugusa sisi. Kwa hiyo kumbe bado hatuwezi tukajitoa kwenye rejea ya Jaji Chande na tukaanza kuzungumzia kamoja ndani. Na ndio maana nilikuwa nakwambia kwamba ukitaka haya tuyazungumze vizuri, tuyaangalie kwa utimilifu wake kuliko kuangalia katika vipande. Kwa sababu tunapoangalia katika vipande tunajivua yale ambayo kweli sisi tunayo na tunahitaji kuyafanyia kazi. Na tunakaa kwenye kamoja. Na haka ndiko ambako wako kamoja kama taifa ya nje kamechukua nafasi kubwa. Hilo la kwanza. Lakini la pili, vyombo hivi vya habari, taasisi hizi za serikali hazikubainisha ni nani kwa ujumla wake, iliacha kama fumbo. Sasa unapoacha kama fumbo na wakati ulitengeneza tume ya kuja kubaini, ukaliacha kama fumbo, mwenye akili na mjinga afumbue, tutayapata haya mengi yakisema. Kwa sababu ingelikuwa imetamkwa na tume iliyoundwa baada ya Jaji Chande, ile tume ya Jaji Lila, ingelikuwa tumefahamu, sio wewe sio mimi, kwamba inamaliza lini. Nobody knows. Inampeleleza nani? Yalisemwa tu kwenye ile rejea ya Jaji Chande tu, na kilichoandikwa ndani ya ripoti, mheshimiwa alisema mimi ni ripoti yangu na nisiulizwe sana hayo maswali. Na sisi hataki tumuulize hayo sana maswali. Ameshatupa onyo tusimuulize. Sisi ni wakina nani tena? Kwa haya ambayo yanaendelea. Kwa hiyo haya yanayoendelea haya sasa yanatakiwa kuangaliwa kwa utimilifu wake. Ukiangalia kamoja tu unaweza ukajikuta unaingia kwenye mgogoro wa kumshambulia adui wakati adui umemwacha mezani kwako. Kumshambulia jirani wakati mbaya sana umemwacha pale. Kwa sababu ukisikiliza kelele za vyombo vya nje, tukizungumzia mataifa ya nje dhidi ya kilichojitokeza tarehe 29, wanazungumza ukiukwaji wa haki za binadamu ambao wanaudhibitisha kwa nyaraka ya Jaji Chande inayosema watu 518 waliuawa.
Sisi ndo tulisema hivyo. Sisi ndo tulisema hivyo. Kwa rekodi kabisa ya kimsingi iliyo halali. Sisi ndo tulisema. Na waliokuwa naongoza tume hiyo tunaweza tukasema ni vijana wa nyumbani. Hakuna aliyetoka popote. Na ni watu wa maana, wenye heshima, wenye CVs za kutukuka na za kufanya kazi duniani. Wakasema na idadi hii inaweza ikawa ni kubwa zaidi. Sasa nyinyi kama mmesema hivyo, mnategemea wa nje waseme nini? Kwa hiyo sasa ndo maana mimi huwa nimekuwa nikizungumza mara nyingi kwamba walitakiwa kuweka kitu nasema uwajibikaji wa haraka. Kwamba baada ya kuyasikia haya, hatua za awali, kama unavyopeleka hospitali unajisikia kichwa kinakuuma mpaka uoni, huwa wanakupeleka wapi? Emergency. Wale watu wa emergency hawakutibu, wanakuwekea vitu vya kufanya angalau uweze kuonekana, halafu sasa wanaotibu waanze kutibu. Zile emergency services tunakaa kwenye mizani gani kutokana na haya ambayo yanaendelea na kupitia matamko ambayo yametamkwa kwa kipindi hiki cha hivi sasa? Mimi ningelisema kwamba hatuko kwenye mizani mizuri, kwa maana kelele zinaanza kutoka kila kona na zingine zinaanza kutoa kile tunachokiita ultimatum, kwamba usipofanya hiki mpaka kufikia tarehe fulani, sasa hilo ni tishio na shambulio na shinikizo. Sasa kumbe badala ya kuanza kupambana na yetu ya ndani, tunaanza kupambana na mashinikizo hayo. Kwa hiyo kumbe mpaka tunakuja kuyamaliza mashinikizo hayo, kupambana nayo, hiki ambacho tulitakiwa ukifanya tutakuwa tujakifanya, na hivyo kelele zitakuwa nyingi sana. Kwa hiyo mimi ambacho nilikuwa nakiona cha msingi na cha haraka, moja, lazima hatua za msingi zichukuliwe. Lazima awepo kafara wa kuteketezwa. Lazima awepo kondoo wa kuteketezwa. Bila kufanya kafara au makondoo huyo wa kuteketezwa ni nani? Katika haya yaliyojitokeza nchini mwetu, kwa sababu Jaji Chanda naeleza vizuri, kuanzia vyombo vya ulinzi nakwambia hapa vililala, na tena ametumia neno hata vikugundua chochote. Hao watu wapo, wawajibishwe kwanza, tutulize upepo. Sura ya nje inatokana na sura yetu ya ndani. Kwa hiyo kama sura yetu ya ndani na makunyanzi, sura yetu ya nje itakuwa vile vile. Kama ndani kuna kilio kikubwa cha hiki hatukielewi, hiki kinaenda hivi, msitegemee sura ya nje itakuwa na chochote zaidi ya hicho. Na ndio maana unayaona katika kipindi hiki yamekuwa makubwa, kwa sababu sura zetu ndizo wanavyoziona. Kwa hiyo tunapokuwa tunazungumza sera yetu ya mambo ya nje, inategemea na sera ya mambo ya ndani. Utulivu wetu ukoje, unaendaje? Ulikuwepo hapa hivi juzi wanasema kwamba katika vyama vya siasa ndio vinaleta vurugu, tufunge, usifanye hata mikutano. Ulikuwepo. Sasa unataka kuniambiaje sasa kwa sura ya kimataifa? Watazungumza kwamba humu ndani hamna hichi, hamna kile. Wao hawataangalia hizo sababu. Kwa hiyo ambacho nataka nikihitimishe ni hivi: ukiwa umevaa shati jeupe, bahati mbaya kadoa kekundu kakadondoka sehemu moja tu, watu wanaona hako kuliko hili leupe lote. Hako kanaonekana haraka sana kuliko hili leupe. Kwa hiyo kumbe yawezekana watu ukafikiri kwamba mbona watu wanatia chumvi. Hapana, kitu cheupe kidondokewa na kajitu keusi kadogo tu ndiko kanakoonekana kuliko vyote. Kwa hiyo kumbe sisi kazi yetu kubwa ni kwamba tuhakishe tunaondoa kadoa hako, na alishasema Mheshimiwa Rais tujipange, kajidoa haka tuliko kijidoa tulichojitia ndo hiki sasa kinaanza kutueletea shida. Kwa hiyo ni muhimu sana tutafute jiki, tukae pamoja, tuzungumze. Niliwahi kusema na narudia kwamba kile kinachofanywa na waziri wa mambo ya nje kwenda kila mataifa huko kupeleka na kuonyesha hatua ambazo zimepigwa na taifa, kifanywe pia na humu ndani, wakakutane na taasisi za kidini wazungumze, wakutane na vyombo vya wakutane na vyama vya siasa wazungumze, wakutane na vijana wazungumze, wakutane na raia wake kwa waume wazungumze, taasisi zote hizi za serikali zilizokuwa na serikali wazungumze, tuzungumze. Lingelikuwa limefanywa hivyo tokea tarehe 29, baada ya tarehe 29 tuchukulie mwezi Disemba, lingekuwa limetumika hivyo, tungekuwa mbali.
sasa hivi waachane kabisa kabisa na siasa za majukwaani. Sawa. Tumeona mambo mengi yakiendelea katika nyakati hizi. Na tumesikia pia aliyekuwa waziri wa zamani wa ardhi, nyumba, maendeleo ya makazi, Profesa Anna Tibaijuka akimshauri Dr. Samia kumwachilia Tundu Lissu kwa sababu anaona kesi yake ikiwa haikamiliki ili mambo yapate kukaa sawa zaidi. Lakini katika hayo kuna kauli ambayo ilinukuliwa pale, imeandikwa. Naomba nisome kama ilivyo. Kesho niambie mtazamo wako ukoje. Inasema simulizi hizi za kutisha za vyombo vya habari vya kimataifa zinaibua hisia kali hasa kwa vijana. Hata wazee tumekumbushwa kadhia ya Operation Sogeza iliyounda vijiji vya ujamaa 1974 mpaka 76. Taarifa hizi zinaathiri kikubwa taswira ya taifa letu na maslahi yake. Athari ni kubwa. Unaitafsiri vipi kauli ya namna hii? Ni kauli nzito na ni kauli pana sana ambayo haitakiwi kuangaliwa kwa jicho tu dogo. Anachokisema yawezekana mimi nikatofautiana naye katika jambo moja. Mheshimiwa Tundu Lissu nataka achiwe, lakini achiwe katika mipaka ya kisheria. Isiwe kila yoyote anayeshikwa nchi hii rais anatoa tamko. Sasa vyombo vyetu hivi vya haki tulivyo navyo, kazi yake ni nini? Kwamba viwezi vikabaini kwamba mtu huyu anaonewa, hiki kinachosemwa hakipo, hiki kipo, haviwezi vikabaini hilo. Mimi hili ndilo nalolisema kwamba utawala wa sheria ni wa msingi. Kwa hiyo yawezekana nikasema hivi, watu wakasema labda hapana. Kama mmeshikwa akapelekwa ndani ya vyombo vyetu vya haki, haki idhibitike, itendeke. Kikubwa ambacho naweza nikasema ni kwamba muda wake umekuwa mrefu. Wakati mwingine hata tuelewi imefikia wapi, inaendaje. Kwa hiyo mahakama zetu, Jaji Mkuu kimsingi na DPP, hawa wapelelezi ndio wanaofanya kesi mahakamani iweze kutoka haraka. Wanaochunguza, wanaoleta ushahidi, walete ushahidi kwa haraka, wajue kwamba yule mtu naye ni mtu, ni binadamu. Lakini kingine wajue ni Mtanzania mwenzetu tuliye tofautiana naye katika kuona vitu viwili vitatu. Huyu anazungumza lugha hii, huyu anazungumza lugha nyingine. Tumetofautiana hapa. Sawa, kuna nani kameguswa hapa kidogo, kwamba simulizi hizi za kutisha za vyombo vya habari vya kimataifa kwamba zinaibua hisia kali hasa kwa vijana. Manake inaonekana dhahiri vyombo vya habari vya kimataifa vikiwa vina nafasi yake katika hili. Ndio. Unasemaje hapa? Ndio. Kama anavyosema ni kweli, kwa sababu karibia asilimia nadhani kama sio 75 ni 70 ya population yetu ni vijana. Na ni vijana ambao serikali inapokuwa inajibu hoja ijitahadharishe sana. Isijibu kwa miaka ya 80 na 70. Hawakuwepo. Wao wanaanza kuliangalia taifa hili kuanzia mwaka alipozaliwa. Mwaka 90, mwaka 2000, mwaka 2005, mwaka 2010. Waanze na upepo huo. Ya kwamba huko zamani tulikuwa hata hatunywi maji. Hiyo yani hawaielewi na watakawa kuelewe. Kwa hiyo vyombo vya magharibi kama nilivyosema, vyombo vya kimataifa, na samani sijui kwa nini nasema vyombo vya magharibi. Vyombo vya kimataifa kama nilivyosema bado ni daraja kati ya serikali na wananchi. Kwa hiyo ni jinsi ambavyo umevitengeneza vyombo vyako vya habari vya ndani, jinsi ambavyo umevitengeneza na jinsi ambavyo vinasimamia moja, kuonyesha kazi za serikali; pili, kuonyesha kazi au kile ambacho wanakihitaji wananchi. Lakini vile vile hivyo vyote viwili lazima vikutane katika eneo moja, taifa. Sasa jinsi vyombo vyetu vya ndani vilivyopewa mamlaka na namna gani vinafanya kazi kwa uhuru wake au kwa namna gani, ndio itakayofanya vyombo vya kimataifa viweze kuwa na namna ya kutoa taarifa. Lakini pale ambapo vitaona kwamba vyombo hivi vya ndani ni kama vile havipo, na mliona tokea tarehe 29 vyombo vyetu vya ndani vilivyoshambuliwa kwa kiasi kikubwa na kimsingi, lakini baadaye ndio watasema kwamba vyombo vyetu ni vya kizalendo. Havikusema maana yake kwamba tunarudi zile the dark age, kwamba kwa sababu teknolojia ikuwepo watu wanauana, tunasema kukuwepo mauaji. Hatua zipi zifanyike wakati huu?
ili kuweza kuweka sasa usawa kupitia vyombo vyetu vya habari pamoja na haya ambayo yanazungumzwa katika upande wa kimataifa? Ni jambo gumu hata mimi kutoa majibu yaliyo sahihi. Mkorogo ni mkubwa sana, lakini nasema kwamba kwa sababu serikali ndio ilimepewa mamlaka na wananchi, ni wakati mwafaka kutafuta mwafaka na wananchi wake. Ikae itafute mwafaka. Kile walichokiita maridhiano, kabla ya kilichojitokeza tarehe 29, stori ya maridhiano ilishaanza. Isisubiri iendelee. Na kile kilichotokea tarehe 29 kijibiwe kwa tarehe 29 na iliyotokea tarehe 29 na hapo baadaye kijibiwe kwa taratibu ambazo zitatangazwa. Lakini swala linalohusiana maridhiano sio swala la kuendelea kuliacha. Na ndio maana nikasema lazima taasisi za ndani zizungumze. Serikali itengeneze timu ya ndani ya kuzungumza na taasisi za ndani, kuanza kutafuta haya majibu haya majawabu, kwamba hivi ni nini sasa, mkwamo huu tunatokaje, kusudi hata vyombo vya nje vinapokuja kuzungumza tuna stori za ndani ambazo tunaweza tukazitolea kama shuhuda, kama wahanga. Lakini tusipokuwa nazo, tuna stori ambazo zinaangalia upande fulani na zinaacha upande wa pili. Wananchi wanavuta vyombo vya habari viwe vyao na serikali inavuta vyombo vya habari viwe vyake. Uwezo ukatoa taifa pale. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.